asifiwe. Imegharimu mkono wa Mungu, imegharimu uwepo wake, imegharimu pia hata kujitoa katika maombi. Ninajua kwamba Mungu ako mahali hapa na ako pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kwamba yale mawazo Mungu anayotuwazia ni mawazo mema na kuna uzuri katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So usimate vile kuko ama vile kutakavyokuwa, maana Mungu ako pamoja nasi. Mungu anatuhudumia, Mungu anatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenilinda, ameniokoa, amenihifadhi, na naona kila wakati akiwa Mungu mwema katika maisha yetu. Daudi akasema alimuona akiwa kimbilio, nami ninamuona akiwa kimbilio katika maisha yangu. Ninamuona akiwa mwamba na ngome imara katika wokovu wangu wake ambao ametia katika moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kwamba kukaa kwangu ni kwa sababu yake. Ninajua kuishi kwangu ni kwa sababu ya nguvu zake. Ninajua hata kunena ninaonena sio kwa sababu ya nguvu zangu wala chakula niliyokula, lakini imegharimu neema ya Mungu kwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliamka walilala wakiwa wazuri, walilala wakiwa ambao wako na nguvu, walilala wakiwa wako na kusudi tema ya kujua kwamba kesho wataamka na waingie katika mambo za harakati zao za siku. Lakini asubuhi hii ya leo wengine wameamka wajikuta wakiwa wagonjwa, wengine wakaamka wakiwa ambao hawezi ongea. Lakini sisi tumeingia katika nyumba ya Mungu tukitembea, tumeingia mahali hapa tukiwa na nguvu za kumwimbia, tukiwa mahali hapa tukiwa na uwezo hata wa kuimba. Ni nini ambacho hicho tumemlipa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya neema tu, ni kwa sababu ya neema tu. Kwa hivyo kutembea kwetu, kukaa kwetu, kuishi kwetu, wacheni tusijiringe na kitu chochote. Wacheni tusije tukajiringa na kitu chochote, maana hata kama ni pesa asiwezi zikanipea sauti, hata kama ni mali haiwezi ikanipatia nguvu za kutembea, hata kama ni hizo chakula nilichokula akiwezi kunifanya nikuwe vile nilivyo. Lakini neema ya Mungu ikiwa ndani yangu, inawezekana yote kwangu nikatembea, inawezekana yote kwangu nikaishi, maana aliyeniumba ako na uwezo wa kusema niishi ama nisiishi. Aliyeniumba ako na uwezo wa kunisimamisha. Na hivyo ndivyo ilivyo kwako siku ya leo. Kwa hivyo Mungu wetu anatupenda, na kama Word of Truth Salvation Ministries, I know God is there and I know God is here and is taking us far. Bwana Yesu asifiwe. Usijali uliingia hapa ukiwa aje, usijali uliingia hapa ukijiona aje, usijali uliingia hapa ukiwa na nini, lakini nataka kukwambia siku ya leo, jua kwamba Mungu ako mahali hapa na anakupeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Asikia tunapigia ndebe. Neno la Mungu ni kweli na uzima na kila kitu. Na Biblia inasema wanaomtegemea Mungu ni kama mlima Sayuni. The book of Psalm 25:125. Ni kama mlima Sayuni, hawatatingizika bali wataishi milele. Kila wakati watakuwa wakiona nguvu za Mungu juu ya maisha yao, maana wako katika source ambayo iko na vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi tunamtegemea yeye. Kwetu ni kama mlima Sayuni. Mji wa Yerusalemu ulikuwa umezungukwa na milima mingi, ambayo ilikuwa ni milima ya Sayuni, ambayo haikuwa inatingizika, na ambao hakukuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaweza kupenya na kwenda juu ya ile milima ili kikaweza kuvuka na kuingia katika mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo kwako. Kama unamtegemea, kama unamfanya kuwa kimbilio katika maisha yako. Sometimes tunafanya kuongea, sometimes tunafanya kunena tu na kusema nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inatugharimu tukae chini tufikirie, tuchukue hii jambo na uzito, tujiangalie, kuulize Mungu, ni kweli uliniokoa? Uliniokoa Mungu, nilikuwa aje? Uliniokoa nifanye nini? Uliniokoa nikuwe nini katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Because we are not called tukae pale tumekaa. Hatujaitwa tukae hivyo kawaida. Hatujaitwa tukae tu watu wa kusema tumeokoka. But we are called to do the work of God Christ in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa tukamtumikie. Tumeitwa tukafanya kazi ya yule ambaye alituita. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapoajiriwa, anaajiriwa na bosi yake,
ya leo, wanasainiana contract. Anaambiwa kutoka siku ya leo, nimekupatia hii contract, tuanze hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mtu anaanza kazi, lazima afanye kazi, hakuna malipo. Bwana Yesu asifiwe. That is how we are called. Tumeitwa tukamtumikie Mungu. Umeitwa, jiulize, umeitwa ufanye nini? Umeitwa ni ufanye nini katika hii shamba la Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Maana hii shamba ni kubwa. Na hii shamba liko na mambo mazuri. Hii shamba liko na maziwa. Hii shamba liko na asali kwa wale ambao wanaotumika. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomtumikia, usijali maziwa inatoka wapi na asali inatoka wapi na hiyo mafuta inatoka wapi, lakini yeye anajua mahali inatoka. Bwana Yesu asifiwe. When you do his work with your heart. Nataka tuende katika neno la Mungu ambao nilikwenda muomba Mungu na nikamwambia Mungu anipee neno ambao nitaweza kuzungumza ama kunena na watu wake siku ya leo. Na nikiendelea kusoma neno la Mungu, nikaona ni vizuri nikiwa katika roho. Siku ya leo tukajifunze juu ya living a life of transformation. Bwana Yesu asifiwe. Tukaishi ama tukajifunze juu ya kukaa katika maisha ya kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ambao ni ya kubadilika. Kubadilika, hauwezi ukabadilika ukiwa uko katika hali. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilika, hauwezi ukabadilika ukiwa katika jambo. Kubadilika inahitaji inategemea ni nini ambacho unachofanya, ama ni wapi unapokaa, ama ni nini ambalo limekuzunguka ili ukaweze kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. So nikakuwa roho Mungu akinenea juu ya kukaa maisha ya kubadilika. Na nikaona kubadilika, nikakuwa nikiuliza, kubadilika kulianzia wapi? Na kubadilika kulikuja na nini? Bwana Yesu asifiwe. Na nikakuwa nikipata revelation where transformation started. Na ilikuja na nini? Na ilikuja kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba tukaingia katika neno la Mungu, ndio tukaanza kujifunza na kuona vile kubadilika kunafanya kazi na kulikuja kwa sababu gani. In the book of John chapter 4, verse 1 downward. Tasoma na Kiswahili. Kwa hiyo Bwana alifahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza mbali wanafunzi wake. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Yesu alikuwa amekuja hapo ulimwenguni na ameanza ministry ya kufanya kazi ya baba yake aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba Yesu akikuja hapa hakuja kwa sababu ya dhambi yoyote alikuwa amefanya, hakuja kwa sababu ya kitu chochote ambacho alikuwa alipe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuja kwa sababu alikuja kama sadaka ambayo ilitolewa na Mungu kwa sababu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Yesu alipokuja kupitia kwa mama Maria akazaliwa na akaanza kulelewa na akafikia wakati wa kufanya kazi. Alikuwa anakutana, alikuwa anaingia mahali anaomba ama anafanya muujiza na anaendelea na kwenda na kundi linamfuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu sasa amefika, alikuwa anafanya kazi katika hizi vitongoji. Amefika, ametoka Uyahudi ambao ni kwao, na sasa amefika Galilaya. Na akiwa pale akasema hana budi ya kupita katika mji wa Samaria.
na akiwa pale alikuwa na wanafunzi wake, si ati alikuwa ameacha wanafunzi wake nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes inahitaji tutembee na watu wa Mungu. Sometimes we need to follow our fathers, spiritual fathers. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tuweze kupata mambo ambazo wako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu wakawa wanafuatana na Yesu. Na sasa wametoka Uyahudi, wamepita Galilaya na sasa hii wako wanataka kuingia katika Samaria. Na Yesu akaendelea na mwendo, maana si yeye hapo anafanya kazi yake. Alikuwa anafanya kazi ambayo alikuwa ameitwa na baba yake akalitimize hapa ulimwenguni. Na alikuwa anaenda na wanafunzi wake akiwafunza kazi vile wanavyofanya kazi na vile hawatakavyo kuwa wakifanya kazi. Na miujiza na maajabu ilikuwa inatendeka mahali popote walikuwa wakienda. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi alikuwa ameshawaselect na akawaweka apart, akawachagua na wakaanza kazi. Na sasa wameanza kufuatana naye na ikafika Samaria. Twende verse 6. Tuone vile nasema. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi Yesu basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa Myahudi na sasa amefika Samaria na akakaa pale katika kisima cha Yakobo akingoja wanafunzi wake watoke kule sokoni ambapo walikuwa wameenda kununua chakula wakuje ili waweze kuendelea na ministry. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa Yesu akiwa mahali pale akiendelea kufanya kazi ya Mungu, akizungumza juu ya mbingu, ni nani alikuwa anawaza juu ya mfano wa Mungu. Mwanamke Msamaria akakuja na akiwa pale katika kisima, Yesu akamwomba maji, maana alikuwa anachota maji. Akamwambia, si unipe maji nikunywe. Na huyu mwanamke akaangalia huyu, akaanza kuvaa kwake kubilana, anakaa huyu aweze akakuwa Msamaria, bali anakaa Myahudi. Bwana Yesu asifiwe. Na akiwa pale mwanamke akamwambia kwamba vile ninavyokuona mimi siwezi nikakupea maji, maana wewe sio Msamaria, na utamaduni wetu unasema sisi Wasamaria hatuwezi tukachanganyikana na Wayahudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaendelea kuzungumza. Tuendelee na kusoma. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwangalia yule mwanamke akamwambia, ungejua ni nani ninayezungumza naye na ni nani anayekuongelesha saa hii na ni nini anachobeba, ungemwomba maji yeye ako nayo ili iweze kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwambia nipe maji, ungalimwomba yeye mwenyewe, lakini si yako ambao unayechota hapa kwenye hiki kisima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anajua siri na alikuwa anajua tendo ambacho anachobeba. Ninaona kisima cha Yakobo, maana Yakobo alikuwa kila mahali anapoenda alikuwa anaenda kisima akichimba visima. Hata kule Palaba alienda akachimba visima na akaendelea kuchimba visima, na hii ni moja yake katika mji wa Samaria alikuwa amechimba, na hii kichimba inaweza ikakauka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaonyesha mwanamke ya kwamba hii kisima cha Yakobo inawezekana siku moja ikakauka na ikakosa kutoa maji
maji ya Mungu, maji ya Yesu haikauki. Kisima cha Yesu hakikauki. Na ndipo Yesu aliangalia yule mwanamke, akaona kwamba huyu haelewi mimi ni nani. Akamwangalia akaona kwamba haelewi huyu ni nini ambacho ninachobeba. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninachobeba ni cha maana sana kuliko hii maji yanayotoka hapa kisimani cha Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu ama uwepo wa Mungu ukiwa juu yako, auangalii wewe umezaliwa wapi, auangalii wewe umetoka kabila gani, auangalii wewe ulikuja na njia ya nyuma ama ni ya mbele. Uwepo wa Mungu unapokaa juu ya mwanadamu, auangalii alizaliwa kwenye utajiri ama alizaliwa kwa mtu unayejulikana ama amezaliwa katika mzee anaitwa nani. Unaangalia moyo wako na unaangalia kujitoa kwako ili akaweze kukaa ndani yako na akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaendelea akitimiza kazi ya baba yake. Na Yesu ni mpango wa Mungu kuja hapa duniani. Mpango wa Mungu ulikuwa Yesu akaweza kutembea akitransform, yaani akiokoa, akibadilisha maisha ya watu hapa ulimwenguni. Alikuwa akitembea akitransform maisha ya wanadamu. Ambao wanatumaini anawapa tumaini, ambao hawana uzima anadiklia uzima ndani ya maisha yao, wale ambao wameshindwa ananena kwenda mbali katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu akaendelea, tuendelee na kusoma. Yule mwanamke akamwambia Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akaendelea kuzungumza na Yesu. Akamuuliza, wewe una kitu cha kutegea na kisima hiki ni kirefu. Akamwambia hivi. Akawa anamuuliza akishangaa, haya maji Yesu anamwambia ni maji aina gani na hayaoni? Yeye alikuwa anaangalia Yesu na macho ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. That is why sometimes tunaangalia mambo ya kiroho na kimwili. Unaona kwamba mambo ya Mungu na kimwili, unakosa kuona kwamba pale mbele yale yako pile yako na pile Mungu akona mawazo mazuri na maisha yako. Pile Yesu anataka ndani ya maisha yako ukafanya ama ukakue. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuangalia mambo na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Na that is why sometimes we miss our blessing. That is why in sometimes we divert our destiny. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na mipango mizuri na maisha yetu. Mungu anatuasia mambo mazuri, lakini kwa sababu tunaangalia mambo na kimwili kama vile huyu mwanamke alikuwa anaangalia, anaanza kumuuliza Yesu, haya maji unaosema yako wapi? Hakuwa anayaona, maana alikuwa anaangalia mambo na macho ya kimwili. Hakuwa anaangalia na macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kumwambia hiki kisima ni kirefu sana, na kwanza hata wewe una kitu cha kutegea maji. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kubishana na Yesu. Ajui Yesu ako na uwezo wa kufunika hiyo kisima na kuikausha. Zile nguvu ako nazo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu mwana wa Mungu alikuwa na mamlaka makubwa sana na alikuwa na uwezo mkuu, alikuwa amenyenyekea ili atoshane na wanadamu, ili aweze kumwokoa wanadamu na kumfungua kutokana na zile vitu ambazo alikuwa amefungwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akanyenyekea na akataka kuendelea kuongea na huyu mwanamke. Akanyenyekea, akaenda chini, akaendelea kuongea na huyu mwanamke. Na huyu mwanamke akaanza kumuuliza, wewe ni nani? Wewe ni mkubwa kuliko baba yetu ambaye ni Yakobo, ambaye aliweza
Conversation ikaendelea. That is how we are without God. Sometimes Yesu anakuambia kaa mahali nikubariki. Sometimes Yesu anakuambia kwamba niabudu ili ukaweze kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes Yesu anasema nitumikieni nani mtaniona, na nitafanya mambo makubwa na magumu ambayo hata ninyi hamwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mbati tunaingiwa na ile mambo Mungu aliwaangalia wana wa Israeli shingo ngumu ya kutotaka kumsikia Mungu. Mungu anakuambia kaa in the Word of Truth Ministries nikubariki. Unaanza kusema kwamba hapo sioni Mungu wangu, hapo sioni baraka zangu, ninataka kuenda huko kuna watu 10,000 nikakae pale ndio kuna baraka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anataka ukae hapo akubariki, na wewe unaanza kudivert, unaanza kwenda mahali pengine. That is who mwanamke alikuwa anaongea na Yesu. Akimwambia ya kwamba hata wewe unaniambia nini? Sometimes tunadharau watu wa Mungu. Mungu anataka ukae chini ya mafuta akaweza kukubariki. Lakini tunaanza kukua na shingo ngumu na maneno mengi ya kutokuona Mungu ako mahali pale akiwa na mipango mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ya kutokuona Mungu anataka tukakae katika ile utumwa. Mungu anataka tukafanye ile kazi yake, tukamtumikie akaweza kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuambia kuwa muombaji, omba Mungu, niombe nami ni Mungu nitasikia na nitakutimizia. Kwa unaanza kusema kwamba nilisikia kuna mama pale anaombea watu muujiza inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu amekuambia enda kwa mama anakuombea. Mungu amekuambia kwamba enda kanisani ukapiga magoti pale uniite, ukae pale unitumikie, ufanye kazi yangu na hicho uko nacho kidogo unitumikie na hicho unaona akiwezi, na Mungu nitasikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaanza mambo ya kutaka kutafuta watu na miungu ya bahari ambao inapitiwa kujeiji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kutafuta watu watuombee. Tunaanza kutafuta miungu ambao haitujui kutoka kwao na kuishia kwao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kufanya vitu miungu ya Dagoni ambao itakaoisha, ambao itakao pepetwa na moto, ambao hatujui ya kwamba hizo rangi zitakaukia wapi na zitapepetwa na upepo wa nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema kwamba tusiabudu Mungu mwingine ila yeye pekee yake. So, huyu mwanamke akaendelea kumuuliza Yesu, wewe ni mkubwa kuliko Yakobo baba yetu, aliyesimba hiki kisima na ambaye yeye mwenyewe alikunywa maji yake na watoto wake na mifugo yake wakakunywa. Wewe ni nani uweze kuniambia mambo kama haya? Hiyo ni roho ya kiburi. Hiyo ni roho ya kujiinua. Hata kama hakuwa anajua ni nani anaongea na yeye. Na hiyo ndicho kiko na watu siku ya leo. Watu wa Mungu wamejawa na hiyo. Umeona mtumishi wa Mungu amekuambia kaa hapo tumwabudu Mungu, kaa hapo tumtumikie Mungu, kaa hapo tumtafute Mungu. Unaanza kuuliza hata kule kwetu kulimilieta bishop ambaye alikuwa ni mkubwa sana huko, ametenga cathedral, ametenga hii, amefanya hii. Yeye mchungaji anakuambia mambo ya bishop uliacha nyumbani. Amekuambia tukae pale, tumtafute Mungu, tumtumikie, tumishie Mungu. Lakini wewe umeanza kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akaendelea kubishana na Yesu. Nasema Yesu akajibu akamwambia, kila anywaje maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale Yesu akajibu akamwambia, kila anywaje haya maji haya ataona kiu tena, lakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi
amini, hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubutika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Thank you God. Asante Mungu. Yesu alimwambia mwanamke huyu, haya maji unayoteka kwenye hii kisima ambacho unakiita cha Yakobo baba yako, ataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Ataona kiu. Maana hata leo saa hii niwekewe maji hapa, baada ya masaa mawili utasikia kiu itaitisha maji. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akakuwa akimwambia, haya maji ambayo unayoteka kwenye hii kisima, ukiyakunywa baada ya dakika utasikia kiu. Lakini akamwambia, maji ambayo nimebeba, yule ambaye nitakayempa ataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia kwamba haya maji atakayekunywa, kutakaa kukivuvutika maji, chemichemi cha maji ambao ni ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wakati anapotembea na wewe, hakuna kuchuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapokaa ndani yako, anasema ya kwamba hakuna kuchuja tena. Yesu anapokuokoa, hakuna kurudi nyuma tena. Ijapokuwa wewe useme ya kwamba mimi nitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiamurisha kukubariki, maana yeye si mwanadamu. Na ninalinganisha baraka za hapa ulimwenguni za wanadamu, za majini na hizo mbingu za Dagoni zinaisha kama hii maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baraka za Mungu baada ya kukaa ndani yake ni baraka ambazo ni za milele. Baraka za Mungu zinakuja katika maisha ya Mungu wakati anapomtumikia, wakati anapoishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za mtu zinaandamana naye kulingana na vile anavyokaa ndani ya Mungu na kujitoa kwake na kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu, ndipo Daudi alikuwa anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio letu, msaada wetu na tumaini na karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomtegemea Mungu hakuna kujuta, wanaokaa ndani ya Mungu hakuna kujuta. Mwanamke huyu akaambiwa na Yesu, yeyote atakayekunywa maji atakayempa ataona kiu tena. Baraka za Mungu kwako, my brother, my sister, anapokupatia hakuna ribaso wala si za mwanadamu. Mungu akisema amekuinua, amekuinua. Unapotumikia Mungu, usipoangalia watu wanasema nini ama kuko aje na kuko hivi na kuko aje, unamtegemea Mungu peke yake, hata wewe unakaa ukishangaa. Bwana Yesu asifiwe. How things is doing in my life. Ni nini mambo yanafanyika hivi katika maisha yangu? Maana unamtegemea Mungu peke yake. Mungu, Yesu alikuwa anamwambia huyu mwanamke mambo kama haya. Unapokaa ndani yangu ama kukunywa maji haya, maji ya uzima ambayo nitakayokupa, chemchemi zake zitakaa zikivuvutika ndani ya maisha yako. Unapomkaribisha Yesu katika maisha yako na kumpatia nafasi aendelee kutawala na kufanya kazi yake ndani yako, anakutengeneza unakuwa kitu ambacho ni cha thamani. Chemichemi ya maji yake inakaa ikivuvutika ndani ya maisha yako, mpaka waliokujua kwa mbaya wanauliza, kwamba na huyu tulimjua kama mtu mbaya, lakini saa hii tumeweza kuona mambo mazuri ambayo yanayotokana na maisha yake, ambayo yanayofanyika katika maisha yake. Tukiangalia hata uso wake umebadilika, tukiangalia hata kuvaa kwake kumebadilika, tukiangalia hata kukula kwake kumebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anakuchonga. That is why alikuwa anaambiwa mwanamke, yeyote atakaye kunywa maji haya ataona kiu tena. Na haya maji kila wakati yatakaa yakivuvutika ndani ya moyo na huyo mtu. Hivyo ndivyo anavyosema, watakao kaa ndani yangu nami kukaa ndani yao hawata
Bwana Yesu asifiwe. Na akaambia Daudi, akamwambia, kila yote atakaa ndani yangu, nami nikae ndani yake. Atakaa kama ule mti ambao umepandwa kando ya maji mengi, kila wakati majani yake yanakaa yakiwa yanafurahia kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. That is how the people of God wanakaa. Sometimes hata kama una kitu, ukiwa na Mungu unajua, mimi niko na msaada, mimi niko na tumaini. Verse 15 nasema, yule mwanamke akamwambia Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kutema. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye uliye naye sasa siye mumeo wako. Hapo umesema kweli. Yesu akamwambia, Bwana, naona yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu akamwambia Yesu, nipe yale maji nikunywe ili nisione kiu tena. Na Yesu alikuwa anamwangalia huyu mwanamke na akaona ndani yake ile maisha ambayo alikuwa anakaa. Na Yesu akawa anamuuliza maswali na kumwambia ya kwamba leta ukaleta mumeo. Na yule mwanamke akamwambia kwamba mimi sina mume. Yesu akamwambia, umenena ukweli, maana wale ambao uko na wao 5 hakuna hata mwenye uko naye saa hii sio mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaendelea akamwambia huyo mwanamke akamwambia Yesu, sisi baba yetu tulikuta wakiabudu Mungu katika mlima huu ambao ni mlima wa Yerusalemu. Na Yesu akamwambia kwamba unisikie ama unisadiki, ya kwamba wakati unaokuja ama nyakati zinazokuja hamtaabudu msikiacho ama hamtaabudu tukionacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa Myahudi, na hata kama Wayahudi walikuwa wamemkataa Yesu, verse 22 inasema hivyo, hata kama walikuwa wanamkataa Yesu, na huyu mwanamke anamwambia kwamba Wayahudi hawakangamani na Wasamaria, anamuonyesha kwamba vile Wayahudi ni wa msaada sana katika kila mahali popote, ama katika maisha yake na katika mji wa Samaria. Na huyu mwanamke akaambiwa na Yesu, unisadiki ama unikatae, ama unisikie ama ukose kunisikia, ninakwambia kwamba wakati unayokuja hamtaabudu Mungu katika mlima huu tena. Maana Yesu alikuja, maana Yesu yuko ili akaweze kufanya kazi yake ya Mungu katika maisha yako. Yesu amekuja ili akaweze kutuokoa. Yesu amekuja ili akaweze kubadilisha maisha yetu. Na huyu mwanamke akaendelea akamwambia, Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, lakini sasa saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduao halisi
watamwabudu 23, watamwabudu halisi, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hawa wamwabuduao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatafuta watu ambao watakayemwabudu katika roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawatakaa maisha ambao ni ya kujificha. Uko na maisha ya saiti mbili na saiti yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa maisha ya kujichanganya. Huyu mwanamke Yesu alikuwa anaangalia, na anaangalia ukweli ambao aliambiwa na huyu mwanamke. Anamwambia kwamba yeye hana bwana. Maana huyu mwanamke alikuwa amejichanganya. Amekuwa mwanamke ambaye ni kahaba wa kuchukua wanaume wa watu ama wanaume wa mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwafanya wakuwe bwana yake. Na wakati amekutana na Yesu, huyu mwanamke anamwambia Yesu kinagambana, ama amemwambia ukweli wa mambo. Akamwambia mimi sina bwana. Na Yesu akaangalia na akaona ni kweli. Akamwambia ni kweli kabisa. Maana kwa sababu hata saa hii yule ambao uko naye hata yeye si wako. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mwanamke akatamani maji. Akamwambia Yesu, nipe haya maji basi niweze nikakunywa. Haya maji ambao ni ya uzima. Haya maji ambao sitaona kiu tena. Yakiingia ndani yangu yatanibadilisha. Yakiingia ndani yangu yatanikumba pipya. Yakiingia ndani yangu yatanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Yakiingia ndani yangu yatapanua njia zangu. Yakiingia ndani yangu yatanifanya nitumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya maji ni wokovu. Wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maji haya ni wokovu katika maisha ya mwanadamu. Na nataka kusema hivi, wakati mwanadamu ama wakati mtu wa Mungu anaokoka cha kweli, Mungu anaanzana kumfanyia kazi katika maisha yake. Mungu anaanzana kutembea na yeye pole pole. Biblia inasema Mungu harakishaji wala akimjangi, lakini anafanya kazi katika wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wake sio mkuu bila utawezi kufikia na sio mshote, lakini unatenda kazi wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anapookoka na kutembea na Mungu vizuri, Mungu anaanza kumfanyia kazi. Mungu anaanza kumsaka, anaanza kumprune zile vitu ambazo si za ukweli, zile vitu hazifai, vile vitu ambazo ni za kumharibu, vile vitu ambazo si vitu mzuri, ambazo haziwezi kumfanya asimame katika wokovu. Mungu anaanza kuzitoa. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nani ambaye anayetolewa? Ni yule mtu ambaye anayetaka maisha yake kufuatana na Mungu kila wakati. Ni yule mtu ambaye anayetoa roho yake kama dhabihu ikamtumikie Mungu. Ni yule mtu ambaye amesema nitainyima mambo ya dunia hii na sitaona kama kitu ndani ya maisha yangu. Kama Paulo akawaambia Wafilipi, mimi sioni kama ni kitu katika maisha yangu kama kukimbizana na Mungu, kama kukaa ndani ya Mungu. Maana ninajua haya mambo yote yatapita kama upepo. Bwana Yesu asifiwe. We need to stand firm in Christ. We need to avoid ugly things in our lives kama tunahitaji kusimama ndani ya Mungu. Maana Mungu anatafuta mtu ambaye ako na moyo safi, ambaye ameamua na moyo wake na kusema ya kwamba nitamtumikia Mungu. Mungu anatafuta